Filamu yetu inaanza ikionyesha mapenzi ya watu wawili ambao walikuwa wakipendana sana, wanapeana ahadi ya kuishi mpaka kiyama, mpaka milele. Binti yuko mbali sana kihisia. Huyu mwanadada anaitwa Yasmin pamoja na mpenzi wake huyo anaitwa Deka. Sasa baada ya hisia kuwa mbali zaidi, binti anakuja kushtuliwa na makelele ya mdogo wake, kumbe ilikuwa ndoto tu. Binti akawa ameamka huku akiwa amekasirika sana, akawa amemfukia mdogo wake kwamba mbona unapigia makelele watu wazima wanapokuwa wamelala, hivyo akawa amemtimua huyo mtoto kutoka ndani hapo. Lakini baada ya kuwa ameangalia vizuri, akagundua kwamba leo alikuwa na ratiba ya kwenda kuonana na mpenzi wake Deka, hivyo binti akawa amejiandaa mbio mbio. Alivyotoka hapo nje, akawa amekutana na baba yake mzazi. Huyu mzee yeye ni wa msingi sana ya kidini, akawa amekumbusha mwanaye kwamba mbona unatoka nyumbani mwanamke ukiwa ovyo ovyo hivyo, kichwa umekiachilia namna hiyo. Binti ikabidi kujitanda, akajiweka sawa. Yasmini baada ya kujiweka sawa, akatoka hapo moja kwa moja, boda ikawa imefika hapo kwa ajili ya kumchukua Yasmini. Huyo akawa amepanda kwenye boda na kwenda kukutana na mpenzi wake. Baada ya kukutana na Deka, akawa amejitoa lile juba alikuwa amelivaa. Hii inaonyesha kwamba alivaa vile ili kutoka mbele ya babake tu. Deka ni kijana ambaye anapenda sana mazoezi ya mwili, yaani umwambii chochote kuhusiana na mazoezi. Alikuwa akipambana sana kumwingiza mpenzi wake Yasmin kwenye mfumo wa maisha ya mazoezi, aachane na maisha bwete. Sasa jamaa, kama jinsi ambavyo ilivyo kawaida sana kwa vijana na mtindo wa maisha wa sasa, kijana akawa ameingia mfukoni, akachukua simu, akaanza kujirekodi video akiwa anamrekodi mpenzi wake, huku akisema kwamba jamani, mtazameni mpenzi wangu, mke wangu, maendeleo yake sio haba kabisa. Na hapa ukumbuke kwamba hao washikaji sio kwamba wameoana, lakini wanachukuana kisirisiri tu, wala sio wachumba kabisa, sio watu halali kwa familia. Jamaa anajibebea mzigo kisirisiri tu, japo jamaa alionyesha mapenzi ya dhati sana kwa binti Yasmin, lakini kuna vitu kuhusiana na imani na mambo ya Mungu jamaa alikuwa akivipuuza. Hivyo binti pia na yeye akawa ameanza kulemaa na kuingia katika mfumo wa maisha ya Deka. Baada ya shughuli zao zote siku hiyo, mshikaji alikuwa amemrudisha binti Yasmin nyumbani, na ndipo binti akiwa nje akawa amejitanda ili kuingia ndani. Akaingia ndani kwa kunyata, wazazi wakamweka kitiboto bana, mbona umechelewa binti kurudi nyumbani? Binti akaanza kujikanyaga, nilikuwa maktaba najisomea, mara nilikuwa bize na marafiki zangu, mara nilikuwa nimeenda kuchukua kitabu sehemu fulani. Mzee, ulikuwa maktaba unasoma? Mzee uko anamuonesha video. Hii video ndio ulikuwa maktaba, si ndio? Binti anashangaa, mzee kaipata wapi tena hii video? Kumbe bana, Deka alivyomaliza kumrekodi akiwa anamuita Yasmin mke wake, alipachika ile video Instagram. Hivyo mzee kakutana nayo Instagram. Au mazee nao maisha ya ujana wanayaweza. Sasa mzee anamsuntia kuhusiana na hiyo video. Hapa ndipo unaposema ulikuwa maktaba. Mbona mimi mwanangu, wewe nimekufunza uishi katika maisha ya maadili yanayokufaa Mwenyezi Mungu, ukifa uende mbinguni. Hiki ni nini tena unachokifanya? Huyo ndio mtu unayemuita mtu mzuri? Sasa binti naye akaja juu, akaanza kujitetea akisema kwamba jamani, mbona kama mnakuza mambo deti ni mambo ya kawaida kabisa, kila mmoja anakutana nalo katika maisha yake. Yaani watu wengine wakifanya wao wako sawa, lakini nikifanya mimi sina maadili, si ndio? Binti akawa ametoka hapo huku akiwa anasema kwamba yeye anaweza kujisimamia mwenyewe. Mzee akajaribu sana kumsimamisha binti, lakini binti akawa ametoka hapo, hakuwasikiliza tena wazazi wake. Yasmini hapendi sana kusumbuliwa wala kuingiliwa katika maamuzi yake. Binti akawa amejifungia chumbani kwake. Siku iliyofuata binti kama kawaida, kila akilala usiku mzima yeye ni kumuota mpenzi wake Deka tu. Kila siku sema mdogo wake Tito ndo msumbufu sana, huwa akiamka yeye kamaliza swala zake huko anakuja kumsumbua dada yake na kumwamsha, anamkatisha ndoto yake dada yake kila siku. Sasa hili jambo lilikuwa linamchukiza sana dada yake. Binti akawa ametoka hapo na kwenda kwenye friji kwenda kuchukua vitu vyake kama kawaida. Asubuhi kila mtu inaanza namna ambavyo yeye mwenyewe anaianza, lakini binti baada ya kufika hapo akutana na mshikaji mmoja akasimama hapo. Binti akashtuka, akaanza kumpigia makelele mwizi, huku akimpiga na miko, mwizi mwizi. Wazazi kabidi kuingilia sakata hilo na kumpoza binti yao. Jamani, wewe ni mwanamke, jaribu kuwa na staa kidogo. Wakamtambulisha kwamba huyu jamaa anaitwa Azaman. Huyu ni mtu wa Mungu sana, ni mtu ambaye ana maadili mema, kafika hapo kwa ajili ya kukuchumbia, tunahitaji akuoe yeye, maana huyu ni mtu mwenye maadili. Achana na yule gym trainer wako, mtu asiyefaa, hamjui hata Mwenyezi Mungu. Unafaa kuwa karibu na watu ambao wanaweza kukusogeza kwa Mwenyezi Mungu. Wakamwambia binti aende kujiandaa kwa sababu siku hiyo kuna ugeni. Binti kweli baada ya kutoka hapo akaenda kujiandaa. Binti alivyokuja hapo kajikwatua kweli kweli, kiasi kwamba mpaka mdogo wake Tito akashindwa kuvumilia, akaanza kucheka baada ya kumwona dada yake jinsi alivyojikwatua. Wazazi ikabidi wawapishe ili Yasmin pamoja na Azam wazungumze, lakini mazungumzo yao hayakuwa mengi sana, walizungumza kidogo tu. Na wakati wa kutoka, Yasmin akamchana kweli Azam, akamwambia kwamba tuachane na hizi ndoa za kupangiana, hatufanani hata kidogo, hatuwezi
hatuwezi kukaa kabisa jungu moja mimi na wewe. Jamaa akajaribu kumuomba sana binti atulie, pengine wanaweza kuzoeana kadiri siku zinavyozidi kwenda. Jamaa akawa amempa simu na akawa ameandika namba. Binti akawa amesave direct kwamba yeye ni adui yake. Jamaa akamtext na akamwambia kwamba ni vyema hata wewe basi unisave adui mkuu. Binti akachukua miguu yake moja kwa moja akaenda kukutana na rafiki yake, akaenda kumuonyesha picha za mwanaume ambaye anatakiwa kuolewa pamoja naye, na mwanaume ambaye yeye amuelewi kabisa, sio vitu vyake. Lakini huyu rafiki yake anaitwa Ameng, baada ya kuwa amezitazama zile picha, sasa sio kwa amemuona mshikaji alikuwa amevaa kanzu hivi, akaona kabisa, oh mashallah, huyu mbona ni mtu ambaye anakufaa sana kuachana na yule gym trainer wako. Mbona mimi nilitegemea sana wewe upande wangu unaweza kumfananisha huyu makanzu wako na deka wangu. Ameng akawa amemuuliza kwamba hivi una akili kweli wewe? Unataka kwenda kinyume na wazazi wako, si ndivyo? Binti Yasmin akasimama na msimamo wake. Ameng akiendelea kumshauri akimwambia kwamba jitahidi kumpa muda, pengine unaweza kuachana na maisha ya nasa unayoishi wewe pamoja na Deka. Wakiwa hapo, binti akawa amepokea simu moja kwa moja kutoka kwa mpenzi wake Deka. Akawa amemwacha rafiki yake hapo akiwa kwenye matatu, kamwacha juu. Sasa usiku binti yuko zake bize ndani na majukumu yake ya kawaida. Ni mwanafunzi huyo. Akawa amepokea SMS kutoka kwa Azama ikisema kwamba amani iwe juu yako Yasmin, mimi ni Azama, ni vyema ukaisevu namba yangu hii kwa ajili ya mawasiliano. Sasa binti akawa anajibu kwa mdhaa akisema kwamba apate bonasi ya 50% mpaka 50% iwapo ataweka salio vyema. Azam akajibu kwamba jibu salamu yangu kwanza, ndio mambo mengine yaendelee. Hivyo Yasmin ikabidi ajibu akasema kwamba na iwe nawe pia. Ndipo binti akaamua kumwandikia SMS za kizazi kipya kwa makusudi tu. Kwenye sasa anaweka XX, kwenye anaweka 3. Azaman akajibu tu, naona una mawazo sana, nitakutafuta baadaye tuzungumze zaidi. Binti akaendelea na kazi zake, akaona kama huyu jamaa anamchanganya tu. Lakini akiwa hapo akamsikia mama yake akimwambia kwamba kuna mgeni wako yuko huko nje, nenda akampokee, yuko na babako. Sasa binti akawa ameambiwa kabisa kwamba usisahau kuvaa hijabu. Binti akawa ametoka hapo kwenda kumuona huyo mgeni nani tena saa hizi. Alipofika hapo akashangaa kumuona Azama akiwa hapo anazungumza na babake. Mzee kwa sababu alikuwa anayataka sana haya mahusiano, akawa amewapisha wazungumze. Azama akawa amemuomba Yasmin kwamba kesho waongozane, kesho anakwenda kuna mahali anakwenda kusoma Qur'ani. Lakini binti akasema kwamba kesho mimi ratiba yangu imeingiliana na ratiba nyingine, hivyo siwezi kuambatana pamoja na wewe. Lakini mzee bana akawa amejitokeza hapo na kusema kwamba nimeangalia kalenda yako bana binti yangu, kesho ni holiday, hivyo mnaweza kuongozana tu na Azman kwenda huko anakotaka wewe muende naye. Mzee anachochea kuni penzi liwake moto. Azman akajitahidi sana kujitokeza katika maisha ya Yasmin. Taratibu alikuwa anamtengenezea mazingira ili kumsogeza zaidi Yasmin kwa Mwenyezi Mungu, japo haikuwa kazi nyepesi. Na hivi kijana kashapendwa na baba mkwe, yani babake Yasmin, hivyo likamtelezo tu kwake, lakini ngumu inaletwa na Yasmin mwenyewe. Wakiwa bize, wengine wako bize msikitini wanasikiliza mawaidha, binti yeye yuko bize tu kumrekodi huyu mshikaji, yeye analeta mzaa tu. Sasa simu yake ikawa inasumbua sana, kila muda inalia tu, anapigiwa na Deka kila muda, mpaka jirani yake ikabidi amwambie, jamani wewe siweki silent simu yako, mbona inasumbua hivyo? Azman akaanza kumpeleka madrasa, akaanza kumpeleka kwenye chakula. Wakiwa pamoja anajitahidi sana kwa kila njia Yasmin awe karibu yake. Kwa bahati mbaya zaidi, Yasmin yeye hakuwa ameyapenda sana haya mapenzi ya kupangiwa na wazazi wake. Yeye aliamini alichokichagua yeye ndicho kilicho sahihi, jambo ambalo hata Azman ilifikia kipindi akaanza kukata tamaa. Akawaambia wazazi wake ambao pia ni walezi wake kwamba anahisi kukata tamaa sana ndani ya moyo wake kwa ajili ya kumbadilisha Yasmin kuoko Mwenyezi Mungu ili amuoe kihalali. Wazazi wakamwambia kwamba mtangulize Mwenyezi Mungu, kupambana kuhusiana na maisha ya mtu ambaye unamjali na unampenda sio kazi ndogo kabisa, hivyo jitahidi kwa ajili ya Yasmin. Mshikaji akakaza moyo kwa sababu pia alikwisha kumpenda sana binti Yasmin. Akaendelea kumfuata Yasmin na binti akawa anamfanyia makusudi baada ya kujua kwamba huyo jamaa Azmin yeye ni mtu wa msingi sana ya dini, hivyo akawa anamfuata bila kuvaa hijabu, akijua kabisa Azmin hawezi kumtazama vizuri. Japo taratibu Yasmin akaanza kuhisi utofauti ndani ya moyo wake, japo hakuwa tayari kabisa kufuata kilicho ndani ya moyo wake. Saizi binti akikaa kaboeka anaanza kutazama picha za huyo ustazi, anahisi furaha ndani ya moyo wake, lakini akikumbuka anaona huu ni upuzi, nini tena kinachotaka kunitokea? Anaanza kuangalia picha za mpenzi wake Deka, hataki kabisa kuhamisha hisia zake kutoka kwa yule mpenzi wake. Siku iliyofuata binti alivyorudi nyumbani akiwa na mpenzi wake Deka, alijua kabisa kwamba wazazi wake siku hiyo hawapo hapo, lakini baada ya kufika hapo wakamkuta Azman akiwa hapo nje. Hivyo binti hakuwa na namna, ikabidi amtambulishe tu Azman kwa Deka. Jamaa akasema kwamba mimi ni mpenzi wake Yasmin, mpenzi wake wa halali, lakini Azman akajitambulisha kuwa yeye ni rafiki yake baba yake Yasmin. Jamaa anajua ukweli hawa watu ni wapenzi, lakini kama jinsi ambavyo Waswahili husema ukimjua vizuri adui yako
unajua namna sahihi ya kupambana naye. Binti akamwambia kwamba najua umekuja hapa kwa ajili ya baba yangu, sasa baba hayupo, ondoka, kama atarudi utarudi. Azmin akadai kwamba yuko hapa kwa ajili ya usalama wa Yasmin, hivyo swala la yeye kuondoka hapa wasahau. Sasa Deka akaanza kuonesha umwamba kwa Azmin akiwa anaongea na binti huku akiwa anamshika, wakati ni wazi kwamba hajamuoa na haruhusiwi kufanya hivyo. Azmin akajaribu kuzuia sana jambo hilo lisitokee kulingana na maadili ya dini yake, lakini huyu mshikaji bana Deka yeye ni mbabe, muda wote tu anajaribu sana kumwoshea. Mshikaji akaanzisha vagi, maana anaona sasa huyu jamaa anamvunjia heshima. Jamaa ni mtu wajimu, hivyo akaona kama kumkunja Azmin ni jambo dogo tu, ni jambo jepesi sana. Sasa binti kabidi aingilie kati na akawa amewatimua wote waondoke hapo, lakini upande wa Azmin yeye hakuwa amelibeba sana hili jambo moyoni mwake. Ndo kwanza wakati wa kuondoka akawa amemuita Deka ili amsukumie bodaboda yake aiwashe aondoke hapo. Mshikaji huyo akawa ameondoka hapo na kuwatakia amani kabisa. Baada ya kutoka hapo, Deka akajua basi yeye kapata upenyo, kabaki na binti. Binti naye akamwambia kwamba hata wewe pia sitaki kukuona hapa, kama amemtimua mshikaji. Hivyo binti akawa amebaki yeye mwenyewe. Siku iliyofuata Azmin ikabidi amvizie binti na kumuomba msamaha sana kwa yaliyojitokeza jana. Sasa siku hiyo Ustaz bana alikuwa anatembea sana mara nyingi na mdogo wake. Sasa mdogo wake alipofika hapo wakawa wamemuuliza Yasmin, mbona kama wewe hujavaa juba, unawezaje kutembea ukiwa namna hii? Binti ikabidi ajitande. Kuna namna, unaambiwaje maneno makavu namna hiyo na mtoto mdogo mbele ya watu? Binti ikabidi ajitande na kutoka hapo. Sasa siku hiyo uko wamepata nafasi nzuri sana ya kukaa pamoja na Yasmin. Taratibu Yasmin akaanza kumpenda huyu Ustaz kimya kimya. Yasmin akawa amemuuliza, kwa nini ulikubali huu chumba kupangiwa na wazazi? Mshikaji akajibu kwamba mimi nilioteshwa, nilimwomba Mwenyezi Mungu karibu kila siku anipatie mke mwema, na mke mwema huyu naye mzungumzia nikapewa wewe. Yasmin akaanza kuhudhuria shughuli za kijamii na madrasa akiwa pamoja na huyo Ustazi. Sasa hizi binti bana kila muda furu kujitanda tu kama mwanamke kabisa wa ndoto ya huyu mshikaji. Binti anashangazwa sana na kuvutiwa na maisha ya Azmin, namna anavyoishi na jamii. Akaanza kugundua utofauti kati ya Deka, yule mshikaji wa majimjim tu na mavyuma. Yeye jamaa anajali sana sura pamoja na mwili tu, lakini tofauti sana na huyu Ustazi wetu ambaye yeye mwenyewe anajali sana maadili, imani, upole na nia zaidi ya ndani ya mwili wa mwanadamu. Yani yeye anachokijali zaidi ni ndani ya mwili, maana anaamini ndani ya mwili pakiwa safi mtu huyo anakuwa ni msafi pia. Binti Ustazi akaanza kumwingia moyoni taratibu, akaanza kumuota badala ya Deka. Sasa binti anaanza kushangaa haya mambo yamekuja kuaje tena. Sasa binti hata akiambiwa kwamba futa uchafu mdomoni anahisi kabisa kwamba Ustazi anataka kumpiga kisi. Sasa binti anakuwa anajishtukia muda mwingi. Sasa baada ya jitihada kubwa sana ya bwana mkubwa Azmin, binti akaamua akubali huu chumba, lakini jambo ambalo yeye alilifanya kuwa siri, binti akumwambia kabisa yule mpenzi wake wajibu kuhusiana na haya mahusiano yake. Deka akawa hapati tena nafasi sana ya kukaa pamoja na Yasmin ama hata kujibiwa jumbe zake kwa wakati. Binti ni bize tu kusoma neno la Mwenyezi Mungu pamoja na hadithi za Mtume. Sasa binti kao ni mwanamke makini sana, mpaka baba yake akaanza kuona kabisa mabadiliko kwa mtoto wake. Deka akawa hapati tena nafasi kwa binti. Jamaa akawa anashangaa mbona binti kabadilika ghafla. Azmin anajua kabisa binti anapitia wakati mgumu sana, akawa anatumia muda mwingi kumfariji na kumjaza maneno ya Mwenyezi Mungu. Kila hatua huwa ni ngumu, lakini Mwenyezi Mungu anaweza kukutia uwepesi zaidi na kuvuka unayohitaji kuyavuka kwa haraka zaidi. Kwa wazazi wakamweka kitimoto binti na kumuuliza kwamba vipi, umevunja mahusiano yako na yule mwenda wazimu mtu wa jimu? Kwa sababu sisi kama familia tunamtambua Azmin kama mchumba wako halali na hivi karibuni atakuwa ni mme wako, hivyo ni vyema zaidi samaki mbovu atolewe kwenye maji kabla ya kuharibu wenzake. Sasa binti akikumbuka maneno aliyokuwa akiambiwa na Deka, maneno ya mapenzi na maisha ya upendo wa hali ya juu, kwamba ataishi naye mpaka mwisho, binti anabaki njia panda, hajui ashike lipi aache lipi, na hili jambo liko linamkosesha raha sana. Binti anashindwa afanye maamuzi gani. Akakutana na rafiki yake Amen baada ya kumwambia kwamba amekubali uchumba wa Azmin. Huyu rafiki yake akawa amefurahi sana baada ya kusikia hivyo. Afadhali uache kuishi maisha yako ya kiserasera na yule mwenda wazimu Deka, na akawa amemsihi rafiki yake kwamba sasa ni wakati sahihi wa wewe kutoka katika maisha ya Deka. Kama unavyojua kuwaza na kuongea ni vyepesi sana, lakini kutenda ndo shughuli ilipo. Binti akajaribu kwenda kuzungumza na Deka, lakini jamaa hampi nafasi sana ya kujielezea huyu binti, kwa sababu alishaona dalili kwamba wazazi wake Yasmin hawahitaji aulewe pamoja naye. Binti akawa amemwambia kwamba nimechumbiwa. Mshikaji hata kusikia jambo hilo akawa amepokea simu na kumpisha hapo. Deka akampeleka Yasmin kwenye podcast moja ambayo ilikuwa inahusu kudhibiti lishe pamoja na mazoezi, na walienda hapo kama mtu na mpenzi wake. Lakini binti alipopewa nafasi ya kuzungumza kama mke wa Deka, Yasmin akawa amekataa na kusema kwamba siwezi tena kuendelea kuishi maisha ya namna hii, mimi na Deka uhusiano wetu sio rasmi. Binti akawa ametoka hapo, makameramani ni kusema tu kati. Deka akatoka hapo kwenda kujaribu kubembeleza penzi. Binti yuko juu akamwambia kwamba siwezi kuendelea kuishi maisha ya namna hii Deka.
hauonyeshi nia ya kuniweka ndani, kunifanya kuwa mke wako halali. Binti akawa ameondoka hapo na kurudi nyumbani, akawa amemwacha mshikaji akiwa bado yuko juu tu, hajui afanye nini. Lakini binti akiwa njiani, njia nzima ni analia yeye mwenyewe humo kwenye gari. Lakini katikati ya majonzi bana, mwanadada akawa amepokea simu kutoka kwa Ustaz Azman, jambo ambalo lilimtia kidogo faraja ndani ya moyo wake. Mshikaji anamwambia kwamba kesho ninakwenda kutembelea watoto yatima, ninafurahi sana nikiambatana pamoja na wewe. Binti akawa amekubali jambo hilo. Binti kesho kweli akakutana na mshikaji wetu Ustaz na familia yake nzima, wakaendelea kuwa karibu zaidi. Sasa baada ya siku nzima, binti aliporudishwa na Ustaz nyumbani kwao, kabla hajaingia ndani, Yasmin akawa amepigiwa simu na mpenzi wake Deka. Jamaa akawa amemshawishi sana binti Yasmin kwa sababu tayari amekwisha kujua udhaifu wa binti uko wapi. Akamwambia kwamba siku hiyo ilikuwa ni anniversary yao. Binti bila kuwaza mara mbili, binti akawa ametoroka hapo na kwenda kukutana na Deka tena. Hakuingia hata ndani. Baada ya kufika huko, Deka akawa amemshawishi binti wakanywa pombe. Walikunywa pombe na kujiachia sana. Upande wa familia ya binti, baba yake mzazi Yasmin akiwa ndani anashangaa, binti yake mpaka sasa hizi hajarudi nyumbani. Hivyo akawa amempigia mchumba wake Ustaz Azman kwa sababu ndiye mtu ambaye anajulikana kihalali. Wako amempigia simu, Yasmin bado yuko. Yasmin akawa ameshangaa, mbona nimemrudisha nyumbani mimi mwenyewe, nimemwacha hapo nje? Hili jambo liko limemtia sana mashaka Azmin. Akawa amemwomba baba mkwe yake kwamba yeye atulie, yeye ataingia mtaani kwenda kumtafuta binti kwa sababu yeye ndiye wa mwisho alikuwa pamoja na binti, hivyo ni jukumu lake kumtafuta yule binti. Akampoza baba mkwe akawa ametulia. Mshikaji akawa ametoka hapo kwenda kumtafuta binti, lakini ajui anaenda kumtafutia wapi. Lakini kwa bahati nzuri rafiki yake Yasmin yule Ameng akawa amempigia simu na kumwambia kwamba yeye anafahamu Yasmin sehemu alipo. Kweli akawa amemwelekeza. Sasa kwa Yasmin pamoja na Deka wampiga sana urabu, eti wanasherekea kudeti kwa miaka 5. Kwa sasa wako pamoja. Azmin baada ya kufika hapo, Deka akamwona mshikaji, wewe unanifuata mpaka huku? Akamkosa na chupa ya bia. Azmin akawa ameita ulinzi, uko amemchukua hapo mshikaji kwa nguvu. Binti akawa amechukuliwa na Ustaz na kurudishwa nyumbani akiwa hajitambui, kale wa chakali. Sasa baada ya hili tukio, binti alivyoamka asubuhi, bado pombe ziko kichwani, akashika simu akakuta kuna ujumbe kutoka kwa Deka mpenzi wake. Jamaa anaomba msamaha, hataki tena kumpoteza binti. Anasema yupo radhi kuja kuomba msamaha. Anasema kwamba hatoruhusu jambo lililotokea jana litokee tena katika maisha yao. Sasa binti yeye kichwa chake bado akielewi chochote, hakumbuki lolote. Mdogo wake Tito akafika hapo. Hili jambo likawa limshtua kidogo kwa sababu Tito kila akiingia katika chumba cha Yasmin, yeye huwa anakuaga na fujo tu, ni vurugu muda wote, lakini siku yake ingia kipoli sana. Hili jambo likawa limemtisha binti. Akawa amemuuliza mdogo wake kwamba nini kilitokea jana. Tito akamwambia kwamba jana ilikuwa ni aibu. Azman ndiye alikurudisha nyumbani hapa, haujitambui, uko hoi, umelewa tilalila. Jana ilikuwa ni aibu dada, ukiweza kwenda kuomba radhi kwa familia ya Azman na familia nzima, ni aibu sana. Dogo akatoka hapo. Binti akajaribu kwenda kuonana na familia yake, lakini baba yake hakutaka kabisa hata kuzungumza na binti yake. Akaingia chumbani kwake, binti akabaki hapo yuko na mama yake. Binti analia akijaribu kuomba msamaha. Mama yake akamwambia kwamba msamaha sahihi ni wewe kubadilika. Kama huwezi kubadilika, msamaha ni kazi bure. Sisi sote tunahitaji maisha mazuri na tabia njema, na Ustaz ndiye mtu sahihi ambaye sisi tuliona anafaa kukubadilisha wewe pamoja na tabia yako. Binti baada ya kulia kwa muda mrefu, akawa amemuuliza mama yake kwamba vipi kuhusiana na Ustaz, anaweza kumsamehe yeye pamoja na familia yake. Mama yake akamwambia kwamba sisi tumetoka katika familia ya Azman, hahitaji hata kukutana na sisi. Binti akajuta sana, akawaza sana ndani ya moyo wake, anahitaji mabadiliko na anahisi kabisa ni wakati sahihi wa yeye kufanya mabadiliko hayo. Akajinyenyekeza na kumrudia Mwenyezi Mungu muumba wake. Baada ya mawazo ya muda mrefu, moyo wake ukaweka nia ya kubadilika. Ikafika wakati wa yeye kuhitimu. Yasmin akawa amehitimu chuo, lakini moyo wake bado ulikuwa hauna furaha. Rafiki yake alimsifu sana kwamba amefaulu kwa ufaulu mzuri sana, akisema kwamba Azman atafurahi sana baada ya kuyaona matokeo yake. Binti akamwambia rafiki yake kuwa Azman mwenyewe hataki hata kuniona, maana nilimtia aibu sana. Akawa anamuuliza, kwani wewe unamtaka Deka au unamtaka huyu Ustaz? Mbona ueleweki? Umekuwa kama kilamba sukari, ueleweki mbele wapi nyuma wapi? Binti ni wazi akasema kwamba haelewi. Wakiwa hapo, Deka akawa amefika hapo na kumpongeza binti, amemletea maua, lakini binti akakataa akisema kwamba ni haramu. Hili jibu likawa limemfurahisha sana rafiki yake Ameng. Akaona kabisa, rafiki yangu ameanza kubadilika. Ameng ikabidi awaache. Mshikaji akaanza kushusha madini kwa Yasmin, anahitaji sana nafasi nyingine. Anamwahidi binti kwamba atabadilika. Hata hivyo, binti akamwambia kwamba amemsamehe, lakini hawezi tena kuendelea kuishi maisha kama aliyokuwa akiishi hapo mwanzoni. Anasema, nimekusamehe lakini hatuwezi kuendelea na mahusiano yetu. Mimi na wewe kwa sasa
tutabaki kuwa marafiki tu. Mshikaji kavuliwa vyeo vyote, katolewa cheo cha kuwa mpenzi, mme mtarajiwa, mpaka rafiki wa kawaida tu. Binti akawa ametoka hapo na kwenda kuungana na marafiki zake. Sasa wakiwa kwenye kusherekea, binti anaanza kuzunguka huku na huku akijaribu kumtafuta ustazi, pengine yuko hapo. Mzee akahisi kabisa binti yake kuna mtu anamtafuta, kuna mtu anemtafuta, pengine atakuwa ni Azmin. Binti akazunguka sana hapo, lakini akasimama baada ya kusikia sauti iliyomgonga moyoni mwake. Baada ya kutazama, la sha, ni kweli ni Azmin yuko hapo. Kaja kumpongeza binti, kamletea zawadi kwa ufaulu wake. Jamaa kamletea binti zawadi ya neno la Mwenyezi Mungu. Binti akaomba sana radhi kwa kile kilichomkuta ustaz na kumwambia kwamba nimechagua kuwa na wewe kwa sababu wewe ndiye mtu uliye sahihi kwangu, nisamehe sana, nisamehe Azmin. Jamaa akasema kwamba mimi nimekusamehe kwa muda mrefu na ndio maana niko hapa kwa sababu yako Yasmin. Jamaa akawa amemuomba binti amuoe, binti akawa amekubali. Wakiwa hapo, Deka akawa amefika hapo tena. Huyu mshikaji sio kukata tamaa, lakini akawa amekutana na babake mzazi wa Yasmin. Mzee akawa amemwambia kwamba Deka, sihitaji tena wewe umsogelee binti yangu Yasmin. Yeye tayari yuko katika uchumba na muda si muda atakwenda kuolewa, atakuwa ni mke wa mtu. Hivyo jaribu kukaa mbali na Yasmin. Kubali kwamba Yasmin sio wa kwako tena. Mshikaji akajaribu sana kumsihi huyu mzee kwamba yuko tayari kumuoa Yasmin, lakini mzee akamwambia kwamba tayari Yasmin anakwenda kuolewa. Kubali, Yasmin sio wa kwako tena. Mshikaji akawa ametoka hapo na kwa amelitupa lile ua, akawa ameondoka, lakini ndani ya moyo wake akiwa na maumivu makali sana. Akiwa njiani, Azmin akawa amepigiwa simu na yule mshikaji Deka, akamwomba kwamba sisi kama wanaume, ninaomba tukutane, kuna mazungumzo nataka kuzungumza na wewe. Azmin yeye alikuwa ni mtu wa watu sana, hivyo akawa amekubali na kwenda kuonana na Deka, lakini Deka alikuwa na wivu wa mapenzi, akawa amemshambulia sana ustazi huyu. Kwa upande wa ustazi hakuwa anataka kabisa kumzuru wala kumuumiza Deka, hivyo yeye alikuwa anakwepa na kujaribu kujizuia kupigana na Azmin. Deka akawa amempiga chuma kizito ustazi kichwani, jambo lilomfanya ustazi kuzimia na kukimbizwa hospitalini. Familia na mke mtarajiwa wakawa wamepokea simu kwamba Azmin amelazwa hospitalini hajitambui. Binti alipofika hapo wakiwa na huzuni, binti akaomba sana msamaha mbele ya Mwenyezi Mungu kwa sababu pengine yeye ndiye sababu ya Azmin kufikia hatua hii. Pengine angemkubali mapema, haya mambo yasingemkuta. Binti alikuwa kando ya Azmin kwa muda wote ambapo jamaa alikuwa amelazwa hajielewi, na binti anakiri wazi kwamba mabadiliko ndani ya moyo wake, ndani ya mwili wake na maisha yake kwa ujumla yamesababishwa na Azmin ambaye yeye ndiye amemfunza mambo mengi na kumrudisha kwa Mwenyezi Mungu. Binti alilia sana mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba kimsi asimuondoe Azmin, anamuhitaji sana katika maisha yake. Siku moja wakiwa wote wametoka hospitalini, mwana mkubwa Deka akawa amevamia hapo na kuingia kwa siri. Alikuwa bado ana wivu dhidi ya Azmin. Kafika hapo ana lengo gani? Lengo lake ilikuwa ni kubwa zaidi, lakini kabla hajafanya chochote akawa amesikia kuna mtu anafika hapo, hivyo jamaa akawa amejificha. Kumbe alikuwa ni Yasmin. Kafika hapo Azmin bana akawa ameshtuka kutoka katika ule usingizi nusu kaputi, alikuwa jielewi. Binti baada ya kumuona ameshtuka, akawa amemshukuru Mwenyezi Mungu. Ili jambo la yeye kushukuru Mwenyezi Mungu mbele ya Azmin, Azmin akawa amefurahi sana na kumuona sasa binti amemjua Mwenyezi Mungu na amerudi kwake kweli kweli. Sasa Deka katulia tukajibanza, akiwa anawasikiliza wanazungumza mambo yao, wanazungumza mambo ya Mungu tu. Sasa wakiwa wanazungumza Azmin pamoja na Yasmin, Azmin akawa amemsimulia kilichomkuta, lakini cha kushangaza zaidi, Deka anachoshangaa anamsikia mshikaji Azmin anamtaja, lakini anamtaja katika hali ya kawaida tu, wala anaonesha kabisa hana chuki ya aina yoyote kwa Deka, wala hata hamwachii Mwenyezi Mungu. Mshikaji kaamua kumsamehe Deka, anahisi kabisa Deka anafanya mambo ambayo yeye mwenyewe hajui anafanya kwa sababu gani. Sasa mshikaji anajaribu kusikiliza mazungumzo ya hawa wapenzi, ukiwa wanamchambua kwa mema tu, hawamchambui kwa mabaya. Umeamua kumsamehe jamaa. Hili jambo lilikuwa limemvunja moyo sana, kuona mtu ambaye yeye ana kinyongo naye, yeye hana kinyongo naye, licha ya kumtendea mabaya, lakini bado yeye amechagua kumsamehe bila hata Deka kwenda kumwomba msamaha. Hili jambo baada ya kumuumiza moyo mshikaji, baada ya kutoka hapo moja kwa moja akawa amejipeleka na kwenda kujikabidhi kwa polisi, akisema kwamba yeye ndiye aliyemshambulia Azmin. Hivyo polisi wakawa wamemchukua na sheria ikafuata. Siku kadhaa mbele ikafungwa ndoa bana baina ya Yasmin pamoja na Azmin. Binti akaweka alama kwenye kidole chake. Siku hiyo wote wakala wali na michere. Ndoto ya binti kuolewa na mwanaume aliye sahihi alichelewesha yeye mwenyewe kwa tamaa zake na kutokusikiliza na kuchagua mtu aliyehisi yeye ni sahihi kwake kwa sababu ya matamanio tu. Hivyo kwa sasa yuko mikono salama na safari mpya, safari ya Uba na Azmin ikaanza hapo. Inshallah mapenzi ya kweli hayatakufa kweli. Mnyonge anaweza kuwa shujaa. Kila mtu ana haki ya kupigania maisha yake bora, na hata kama mazingira yataonekana kuwa ni magumu kwako, usiogope kusimamia haki yako. Wakati mwingine
mwingine tunajifunga kwenye vikwazo vya mawazo yetu wenyewe. Badilisha mtazamo, jikomboe kwa kujua kwamba unaweza kubadilisha maisha yako, unaweza kubadili hatima ya maisha yako. Karibu Swahili Flix Empire. Ulikuwa na mimi OKRAN Okran. Karibu.